Okay. Ni amplifier, kispika fulani cha faraja chini ya Millard Ayo, Yahya Njenge pamoja na Video Vidox on your radio. Profesa Yahya. Yeah. Habari za Italia bwana? Bana tuko vizuri sana. Takriban siku 64 zimesalia kabla ya finali zijazo za kombe la dunia ambazo miezi miwili. Manake finali ambazo wenyeji ni Mexico, Canada pamoja na Marekani wenyewe. Sasa kukosekana kwa nchi ya Italy kwenye finali hizo bado kumeendelea kuwa ni story kubwa duniani. Na baada ya Italy kushindwa kufuzu juma lililopita, kilichotokea ni kwamba kulikuwa kuna reaction nyingi sana zimefanyika baada ya kushindwa kwao. Lakini ambacho binafsi kwangu na kibeba kama somo pia hata kwa baadhi ya mataifa barani Afrika, pale ambapo mazingira magumu especially kwenye haya maisha ya mchezo pendwa wa football yanapotokea, ni uwajibikaji kwa kila ambaye ana mamlaka ya kusimamia jambo ambalo linaonekana limekwama. Kwa mfano kwa Italy, tayari tangu kushindwa kwao kufuzu World Cup 2026, rais wa chama cha soka Italia bwana Gabriel Gravina tayari yeye alitangaza kujiuzuru kwenye nafasi yake. Na kujiuzuru kwake pia kukaambatana na kujiuzuru kwa Gigi Buffon. Gigi Buffon yeye kwenye lile benchi la ufundi la Italy, yeye alikuwa anakaa kama mkuu wa msafara. Timu ya taifa ya Italy inapokwenda popote, yeye anakuwa ndio mkuu wa ule msafara. Ni goalkeeper wa zamani wa timu ya taifa ya Italia. Yeye pia ameamua kuwajibika na kutoka kwenye nafasi yake, amejiuzuru. Lakini pia Gennaro Gattuso ambaye ndiye kocha mkuu wa timu ya taifa ya Italy mpaka inakwenda kushindwa kufuzu World Cup, na yeye pia amechagua kujiuzuru nafasi yake. Hapa tayari unaanza kupata somo kwamba wenzetu baada ya kuona kwamba vitu vimekuwa vigumu, vitu havijaenda katika ile hali ambayo walitamani iwe, kila mmoja ameamua kuwajibika kwenye nafasi yake. Ameona kwamba bwana, mimi inatosha, kama pengine mimi ni changamoto, pengine nahitaji kuruhusu mawazo mapya yaweze kufanya kazi kwenye kikosi hiki na maisha mengine mazuri yanaweza yakajitokeza. Sasa hawa watu watatu tayari nazungumza wameamua kuondoka ama kujiuzuru kwenye nafasi zao kupisha mambo mengine yaweze kuendelea. Lakini sasa huyu rais wa chama cha soka Gabriel Gravina ambaye yeye ndiye naweza kusema alikuwa ndio mtu wa kwanza kuamua kung'atuka kwenye nafasi yake, yeye amekuja na kusema kwamba kujiuzuru kwake kama rais wa chama cha soka Italia haikuwa ni kususa, ulikuwa ni uwajibikaji ambao aliufanya akiamini kwamba nchi inahitaji kutafuta njia nyingine sahihi. Sasa baada ya kujiuzuru, ameandika ripoti rasmi ambayo inaeleza zile changamoto za Italy kwenye soka la Italy na mfumo wake kwa ujumla. Lakini pia akajaribu kutoa mapendekezo ambayo yanaweza yakawa ni solution itakayosaidia kutatua changamoto za soka la Italy, na kuitaka ripoti hiyo iwasilishwe bungeni, ijadiliwe na kufanyiwa maamuzi ipi ni njia sahihi ambayo Wataliano wanaweza wakaipita ili mambo yaweze kwenda. Kwa sababu unajua kutofuzu 2026 kwa Italy kwenye World Cup inakuwa ni mara ya 3 mfululizo. 2010 last World Cup ambayo Italy walicheza ilikuwa ni 2014 nchini Brazil. Baada ya hapo 2018 World Cup ya Urusi, Italy hakuwepo. 2022 World Cup ya Qatar, Italy hakuwepo. 2026 World Cup hii ya Marekani, Mexico pamoja na Canada hatokuwepo pia. Kwa hiyo na katika hizo mara 3, mara 2 huyu Gabriel Gravina yeye alikuwa tayari ni rais wa chama cha soka nchini Italia. Kwa hiyo katika nyakati hizi ngumu zote yeye alikuwa kwenye nafasi yake. Kwa hiyo manake kuna mengi ambayo amejifunza kama vikwazo na changamoto ambazo zimeifikisha pabaya timu ya taifa. Sasa tutagusa vitu vichache tu ambavyo amevizungumza kwenye ripoti yake ambayo imewafelisha Wataliano. Kitu cha kwanza ambacho amekizungumza kwa ukubwa wake, ameizungumza nafasi finyu kwa wachezaji wazawa nchini Italia. Unajua discussion ya wachezaji wazawa Tanzania hapa imekuwa tunaidiscuss, tunaitupa, tunaidiscuss, tunaiacha, kila mmoja anakuwa na mawazo yake. Kwa maslahi mapana ya baadhi ya vilabu, kuna watu wanaona wachezaji wazawa hakuna haja ya kujaribu kuwafikiria mara mbili.
tulete tu wachezaji wa kigeni kadri tunavyoweza. Yani discussion ambayo imekuwa pana na haijawahi kupata mwafaka kiukweli. Na kukumbusha kwenye hiyo discussion Tanzania iliwekwa mjadala mkubwa kwenye vyombo vya habari baada ya kuona timu ya taifa ya Uganda inafanya vizuri kuliko timu ya taifa ya Tanzania. Timu ya taifa na ligi ya Tanzania ilikuwa iko juu kuliko ligi zozote East Africa. Kabisa. Sasa wanajiuliza kuna kama ligi yenu kubwa, nyinyi kwa nini hamna timu ya taifa nzuri? Maana yake tafsiri yake ligi yenu haiwasaidii kujenga wachezaji wazuri ambao wataisaidia timu yao ya taifa. Kabisa. Sasa kwa Wataliano na wao kwa mujibu wa ripoti ya Gravina, naye pia ameona kitu kwenye mfumo mzima wa wachezaji wazawa na wachezaji wageni kwenye ligi ya Italia. Anasema kwamba so far katika ligi ya Italy ukiangalia 67% ya wachezaji ni wachezaji ambao ni wageni, sio raia wa Italia. Maana yake ligi imezidiwa, idadi ya wachezaji wa kigeni wamekuwa wengi katika ligi kuliko wachezaji ambao ni wazawa. Katika vilabu 20 vya Serie A, maana yake wachezaji wageni wamekuwa wengi kuliko wachezaji wazawa. Anasema hiyo ni kitu cha kwanza ambacho anaona kimekuwa ni changamoto, kwa sababu imepunguza nafasi ya baadhi ya wachezaji vijana wa Kitaliano ambao wangeweza kupata nafasi ya kucheza katika vilabu ambavyo labda vingeweza kuisaidia timu ya taifa kujenga wachezaji wazuri ambao baadaye wangekuwa msaada kwa timu ya taifa. Sasa ukitazama kwenye kanuni zao, kwenye kanuni za Serie A hakuna kipengele ambacho kinazuia wachezaji wa kigeni kucheza ligi ya Serie A ya Italy. Isipokuwa wana kanuni ambayo inadhibiti wachezaji wale wageni ambao wanatoka kwenye mataifa ambayo sio wanachama wa Umoja wa Ulaya. Kwa mchezaji akishakuwa tu taifa lake ni mwanachama wa Umoja wa Ulaya, inakuwa wala sio issue, anaweza tu akacheza Serie A. Sasa changamoto iliyopo ni kwamba kwa mataifa mengi ambayo yanaruhusu raia pacha, mchezaji anaweza akawa anatoka labda Bolivia huko, sio mwanachama wa Umoja wa Ulaya. Lakini akifika Europe akigundua labda anataka kucheza Serie A, kikwazo ni wanachama wa taifa lake kwenye Umoja wa Ulaya, anachagua kutafuta passport ya nchi nyingine ambayo ni mwanachama wa Umoja wa Ulaya. Akishaipata manake tayari kikwazo hicho kinakuwa kimeondoka. Kwa hiyo automatic Serie A goli liko wazi, hamna mtu anayezuiliwa kucheza ligi yao, kitu ambacho kimedumaza hiyo hadi. Na hata kwa mifano tu kwa uchache wake ni kwamba ukirudi nyuma video kwenye nyakati bora za timu ya taifa ya Italy wakati ambao wanatoa World Cup 2006, World Cup yao ya mwisho, Serie A wachezaji, asilimia kubwa ya wachezaji ambao walikuwa wanaunda kikosi cha timu ya taifa ya Italy ndio walikuwa wachezaji bora na muhimu katika vilabu vikubwa vya Kitaliano. Unakumbuka AC Milan, Inter Milan, Juve, wachezaji waliokuwa wanatoka katika vilabu hivyo, kina Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo, wanacheza katika vilabu hivyo. Wakati huo kina Francesco Totti, wakina Alessandro Del Piero, wapo katika vilabu hivyo ambavyo ndio vya juu. Lakini kwa wanaofuatilia Serie A sasa hivi, wakaangalie kwenye hivi vilabu 4 vikubwa vya Serie A, wachezaji wangapi ambao ni muhimu ambao ni wa Kitaliano. Ukienda Inter Milan ambao ni vinara wa ligi, unakutana na kina Lautaro Martinez kutoka Argentina, ndiye nahodha wa kikosi. Unakuta wakina Marcus Thuram kutoka Ufaransa, ndiye wachezaji muhimu kwenye kikosi. Ukienda AC Milan unamkuta nahodha wa Marekani Christian Pulisic, ndio mchezaji muhimu kwenye kikosi. Unakutana na Christopher Nkunku kutoka Ufaransa, miongoni mwa wachezaji muhimu kwenye kikosi. Luka Modric kutoka Croatia, mchezaji muhimu kwenye kikosi. Hivyo ukienda sijui AS Roma, unakutana na nyota ambao wanatoka mataifa mengine, ndio ambao wanafanya vizuri katika hivyo vilabu vikubwa vya Kitaliano. Kwa hiyo hapo inanikumbusha Hispania walikipitia hichi kitu. Sikumbuki ni wakati walivyokuwa wenyeji wa kuandaa kombe la dunia, lakini waliligundua ili swala ambapo waliona kwa nini vilabu vyao vya Real Madrid pamoja na Barcelona vinachukua wachezaji kutoka nje, vinachukua wachezaji kutoka Uingereza sijui wapi. Wakabadilisha mfumo. Barcelona wao wakaanza, ukaona nyota wao wengi ni wa Hispania kabisa, na walikuwa wanalazimisha, nafikiri ili upate nafasi ya kucheza lazima uwe umezaliwa kule, umetoka kule, ndio unapata nafasi kwenye vilabu kirahisi, tofauti na ukitoka kwenye vilabu vingine. Kama huko umetoka vilabu vingine, basi uwe nyota kweli, uwe mtu. Ndio maana toka mambo ya kina Ronaldo yale, unaona mara chache sana wanachukua vijana kutoka mataifa mengine. Kwa hiyo tayari hiyo ni kwenye eneo moja ambalo nafikiri kwa siku ya leo tuishie hapa kwenye ile eneo la wachezaji, idadi ya wachezaji wageni kuwa wengi katika Serie A. Jambo ambalo natamani pia na sisi Tanzania tutoke nalo kama funzo. Hatupaswi kupuuza nafasi ya wachezaji wazawa katika ligi yetu hata kidogo, kwa sababu hakuna
popote ambapo kijana wako wewe atathaminiwa kama wewe humthamini nyumbani kwako. Sawa sawa. Na wenzetu walikuza academy zao. Sisi tuna Ndondo Cup, tuna hizi academy, sasa vilabu ndo vimeanza. So hizo tujengee chachu ya kuwapeleka watoto wetu kwenye michezo, kwa sababu watoto wetu pia tunaona soma. Kama wanapenda michezo tuwapeleke kwenye michezo wasome, na michezo wanakuwa wanacheza vilabu vyetu, wanakuwa wanachezea timu ya taifa. Basi mimi niwashukuru sana wataalamu wa michezo, Video Vidox pamoja na Profesa Yahya Njenge. Wachambuzi mahiri kabisa, mahiri.